Ikulu ya Tanzania haikaliki baada ya ACT Wazalendo kufichua siri ambayo Samia Suluhu alikuwa ameficha zaidi. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara Isihaka Mchinjita ameibua hoja nzito ya kisheria na kisiasa baada ya kuhoji hadharani sababu za kutotangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana kupitia gazeti la serikali, akisisitiza kuwa muda wa kisheria wa kufanya hivyo tayari ushapita. Kauli hiyo iliyotolewa Januari tarehe 12 mwaka huu katika mkutano wa ndani ya chama hicho uliohusisha viongozi wajumbe wa jimbo la Segerea, inaweka shinikizo jipya kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC na kufungua mjadala mpana kuhusu uhalali, uwazi na mustakabali wa chaguzi nchini Tanzania. Kwa mujibu wa Mchinjita, kushindwa kwa INEC kuchapisha matokeo rasmi ya uchaguzi huo si kosa la kiutendaji pekee, bali ni ukiukwaji wa mara kwa mara ama wa moja kwa moja wa wajibu wa kisheria unaozua maswali mazito kuhusu uhalali wa mchakato mzima. Alidai kuwa hali hiyo ni dalili ya hofu na kutojiamini kwa waliotangazwa kuwa washindi, na kwamba kukosekana kwa uchapishaji wa matokeo kunadhoofisha imani ya wananchi katika misingi ya demokrasia. Katika mifumo ya kikatiba na kisheria ya Tanzania, gazeti la serikali ndilo chombo rasmi cha serikali cha kutangaza taarifa zenye nguvu ya kisheria, ikiwemo matokeo ya uchaguzi, uteuzi wa viongozi na kanuni mbalimbali. Kisheria, matokeo ya uchaguzi yanapochapishwa kwenye gazeti la serikali ndio hupata hadhi ya mwisho na kutambulika rasmi kwa matumizi ya kisheria na kiutawala. Sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kama ilivyorekebishwa, pamoja na marekebisho ya sheria yaliyoanzisha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, yanaitaka tume kutangaza na kuchapisha matokeo kwa uwazi na kwa muda unaotajwa katika sheria na kanuni. Wataalamu wa sheria za uchaguzi wanabainisha kuwa kuchelewa au kushindwa kufanya hivyo huacha ombwe la kisheria linaloweza kutumiwa kuhoji uhalali wa kushindi au hata kufungua mashauri mahakamani. Katiba ya Jamhuri ya Muungano, ama hiyo ni kulingana na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, sheria ya uchaguzi marekebisho ya mwaka 2024. Kwa mantiki hiyo, kauli ya Mchinjita inalenga hoja ama moja kwa moja uti wa mgongo wa uhalali wa uchaguzi. Je, uchaguzi unaweza kuchukuliwa kuwa umekamilika iwapo matokeo yake hayajachapishwa rasmi kama inavyotakiwa? Uchaguzi mkuu wa mwaka jana ulifanyika katika mazingira yaliyokuwa na mjadala mkubwa kuhusu mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, uhuru wa tume na usawa wa uwanja wa kisiasa. Na kabla na baada ya uchaguzi, vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia vilieleza wasiwasi kuhusu mwenendo wa kampeni, matumizi ya vyombo vya dola na uwazi wa mchakato wa kuhesabu na kutangaza matokeo. Na ripoti za mashirika ya haki za binadamu zimekuwa zikionya mara kwa mara kwamba uwazi katika uchapishaji wa matokeo ni kipimo muhimu cha uchaguzi huru na wa haki. Kwa mfano, Human Rights Watch katika tathmini zake za awali kuhusu chaguzi za Afrika Mashariki imeeleza kuwa kucheleweshwa na kufichwa kwa taarifa za matokeo huongoza hatari ya migogoro ya kisiasa na kuporomoka kwa imani ya wananchi. Vilevile, International Foundation for Electoral Systems imesisitiza kuwa uchapishaji wa matokeo kwa wakati ni sehemu ya uwajibikaji wa lazima kwa tume ya uchaguzi. Na katika mkutano huo wa Segerea, Mchinjita alienda mbali zaidi na kukosoa, akitoa wito wa wazi kwa vyama vingine vya upinzani kuungana katika kushinikiza uwajibikaji wa INEC. Kwa mtazamo wake, hoja ya matokeo ya gazeti la serikali si ya ACT Wazalendo pekee, bali ni suala la taifa linaloguza haki za kila Mtanzania aliyepiga kura.
Hatua hii inaakisi mkakati mpana wa vyama vya upinzani na kujenga sauti ya pamoja katika masuala ya msingi ya kikatiba, hasa baada ya uzoefu wa chaguzi zilizopita ambapo malalamiko yalitolewa kwa sauti tofauti na wakati mwingine kupoteza nguvu ya pamoja. Wachambuzi wa siasa wanasema mshikamano wa upinzani katika hoja za kisheria unaweza kuongeza shinikizo la kisiasa na kijamii kwa taasisi za dola hata kama matokeo ya haraka hayataonekana. Kuanzishwa kwa INEC kulipokelewa na matarajio makubwa kutoka kwa wananchi na wadau wa demokrasia. Ilitarajiwa kuwa tume hiyo mpya ingefungua ukurasa wa uwazi, uhuru wa maamuzi na uwajibikaji, tofauti na lawama zilizokuwa zikielezwa kwa mfumo wa awali usimamizi wa uchaguzi. Hata hivyo, kuchelewa au kushindwa kuchapisha matokeo kwenye gazeti la serikali kunatajwa na wadau kama jaribio la kwanza kubwa la imani ya umma kwa tume hiyo. Kwa mujibu wa ripoti ya Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, taasisi za uchaguzi barani Afrika hukabiliwa na changamoto ya kuaminika zaidi katika hatua ya mwisho za mchakato, hasa kutangaza na kuthibitisha matokeo. African Commission on Human Rights, People's Rights 2022. Ndiyo maana hatua za INEC katika suala hili zinatazamwa kwa jicho la karibu ndani na nje ya nchi. Mchinjita pia alitaka jamii ya kimataifa kufuatilia kwa karibu mwenendo wa uchaguzi wa Tanzania, akisisitiza kuwa uwazi wa matokeo ni suala la viwango vya kimataifa vya demokrasia. Kauli hii inaendana na msimamo wa taasisi kama Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ambazo zimeweka misingi ya uchaguzi huru, ikijumuisha uwazi wa matokeo na haki ya wananchi kupata taarifa. Ndani ya nchi, mashirika ya kiraia kama Twaweza na Legal and Human Rights Center yamekuwa yakisisitiza umuhimu wa uwazi wa taarifa za uchaguzi kama njia ya kujenga uwajibikaji wa viongozi na taasisi. Iwapo hali ya kutokuchapishwa kwa matokeo itaendelea, wachambuzi wa sheria wanaonya kuwa kunaweza kufunguka mlango wa migogoro ya kisheria, ikiwemo mashauri ya kuhoji uhalali na ushindi au madai ya ukiukwaji wa katiba. Na katika historia ya Tanzania, kesi za uchaguzi zimekuwa zikiangazia zaidi mwenendo wa kampeni na upigaji kura, lakini suala la uchapishaji wa matokeo linaweza kuwa hoja mpya yenye uzito wa kipekee. Zaidi ya hilo, kuna athari za kisiasa na kijamii. Imani ya wananchi inapodhoofika, basi ushiriki wa wapiga kura katika chaguzi zijazo upungua na hatari ya msuguano wa kisiasa huongezeka. Hili ndilo onyo kuu linalotolewa na ACT Wazalendo kwamba ukimya wa taasisi unaweza kuzaa hasira za umma. Hoja ya Isihaka Mchinjita kuhusu gazeti la serikali inazidi kuwa mjadala wa kiutaratibu. Ni kipimo cha dhamira ya nchi katika kulinda demokrasia, haki ya kura na uwajibikaji wa taasisi. Uchaguzi huru hauishii kwenye kupiga kura pekee, bali hukamilika pale ambapo matokeo yanatangazwa kwa uwazi, kwa wakati na kwa kufuata sheria. Na katika mazingira ambayo Tanzania inaendelea kujijenga kama taifa linaloheshimu utawala wa sheria, uwazi wa matokeo ya uchaguzi ni nguzo isiyoweza kupuuzwa. Ni shinikizo linalowekwa na ACT Wazalendo pamoja na sauti za mashirika ya kiraia na wadau wa kimataifa, linaloonyesha kwamba jamii haiko tayari kukubali ukimya pale sheria inapozungumza wazi. Hatua itakayochukuliwa na INEC katika kujibu hoja hii itaamua si tu mwelekeo wa mjadala wa uchaguzi wa mwaka 2025, bali pia kiwango cha imani ambacho wananchi wataweka kwa uchaguzi ama chaguzi zijazo. Na katika demokrasia, ukweli unapocheleweshwa, basi haki huwekwa rehani, na hilo ndilo onyo kuu linalobebwa na hoja hii. Ndio hayo tuliokuwa tumekuandalia siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi kila wakati na subscribe kwa TanzaPulse ili uweze kupokea taarifa kama hizi.